إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الكرام، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه، ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا الجمعة اليوم سنكون في موضوع احذروا بعض طبائع الناس. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya Ijumaa ya leo tutakumbushana juu ya maudhu jihadharini na baadhi ya tabia za watu. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyun hamim wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii anatuambia wala tastawi alhasana wala sayyi'a, haviwezi vikawa sawa baina ya kizuri na kibaya. Hawawezi watu wakawa sawa baina ya mwenye tabia nzuri na tabia mbaya. Kadhalika haiwezi ikawa sawa mienendo ya watu baina ya mwenendo mzuri na mwenendo mbaya. Idfa billati hiya ahsan, pindipo kakufanyia mtu mabaya, idfa billati hiya ahsan, wewe rejesha kwa uzuri. Ukirejesha kwa uzuri, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyun hamim, yule ambaye mlikuwa na uadui naye kinyume chake atakuwa ni rafiki yako. Mtakuwa na urafiki kama vile hamkuwa na uadui baina yake wewe na yeye. Wama yulaqaha illa alladhina sabaru, hawawezi wakalipiza kwa uzuri mahala walikokosewa illa alladhina sabaru, isipokuwa wale waliyesubiri. Wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim, wala hawakutani na hali hiyo isipokuwa wale wenye hadhi iliye kubwa. Hawa ndo watakutana na pepo ya Allah na malipo yaliye mazuri pia vile vile. Qala ahadul hukama rahimahullah, mmoja katika watu wa hikma akasema maneno haya, amili alqadar biridwa, amiliana na qadari kwa kuridhia. Kama jambo ni la qadar, Allah amelipanga, ridhia nayo, amiliana nayo kwa kuliridhia kwamba hii ni qaddara Allahu wa ma shaa faala. Allah amekadiria
na alivyotaka amefanya. Amili nasa, amili bilqadari biridwa, amiliana na qadari kwa ridha. Lakin amili nasa bilhadhar, amiliana na watu kwa kuchukua tahadhari. Hawa watu nawaona hawa, hata kama umuone kama vile ana zayi ya Uislamu, kama vile amekaa katika hali ya Uislamu, bado hapana budi kuamiliana nao kwa tahadhari kubwa. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam aliamiliana na watu walokuwa wamejipamba katika Uislamu, akina Abdullah ibn Ubay ibn Salul ambaye alikuwa ni mnafiki mkubwa, lakini Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamiliana na watu wale akiwafahamu fika kwamba hawa ni wanafiki, pamoja na kanzu zao, pamoja na sijida zao, pamoja na swala zao, pamoja na sadaka zao, lakini huyu ni mnafiki. Mpaka akazusha jambo siku moja, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an anamwambia Bwana Mtume, ya Rasulullah, da'hu aqta'u unuqa, ewe Mtume wa Allah, acha nimkate shingo. Mtume anamwambia, la akhsha an yuqala anna Muhammadan yaqtulu ashaba, usimuue, na hofia mimi isije ikasemwa Muhammad anaua maswahaba zake, kwa sababu kule nje watu wanamuona huyu ni katika maswahaba pia. Naogopea watu wasije wakasema Muhammad anaua ashabah au maswahaba zake, pamoja na unafiki wake. Lakini Mtume alimtambua, akamjua fika, akaona huyu ni mnafiki. Kwa hiyo akaamiliana naye kwa tahadhari kubwa mno. Kwa hiyo amili nasa bilhadhar, amiliana na watu kwa kuchukua tahadhari. Wa amili ahlaka billin, amiliana na familia yako kwa ulaini na upole. Kama muamala wa nyumbani kwako, amiliana kwa huruma, kwa upole na kwa ulaini. Wa amili ikhwanaka bitasamuh, amiliana na ndugu zako kwa kutoa msamaha. Daiman unapoishi na wenzako, lazima ipo siku mtakosana, ipo siku mtatofautiana, lakini usiposamehe wewe ni sababu ya kufanya tafriki. Hadha firaqu baini wa bainakum, ukawaambia hapa tumetengana baina yangu mimi na nyinyi, nikifa usije kwenye jeneza langu, na nyinyi mkifa siji kwenye jeneza lenu. Haya ni makosa makubwa. Amil ikhwanaka bitasamuh, amiliana na ndugu zako kwa kusameheana, kwa sababu akhuka huwa sanad, ndugu yako ndo sehemu ya kuegemea. La tujadu makanan tastanidu ilai, hautopata mahala pa kuegemea kama utatelekeza ndugu zako. Lakini pia waamili asdiqaika bilmawadda, amiliana na rafiki zako kwa mapenzi makubwa. Amiliana na rafiki zako kwa kuwapenda kwa mapenzi makubwa, wala usionyeshe chuki na dharau kama hapana budi kuwapenda wale watu. Amiliana kwa kuwapenda wenzako. Wala tasaa bitashihi dhanna ahadun bika, wala usije ukaenda pupa kwa kusahihisha dhana ya mmoja wenu kwako wewe. Mwenzako akikudhania, ima kakudhania dhana njema au kakudhania dhana mbaya, pengine wewe hauko hivyo, lakini kakudhania ima kwa kusikia, amesikia fulani yuko kadha yuko kadha yuko kadha, akajenga ile dhana kwenye moyo wake na akakutuhumu na akakuchafua, akasema fulani yuko hivi yuko hivi yuko hivi, akatangaza hata kwenye mitandao ya kijamii, watu wote wakaona wewe ni mbovu, wewe umeharibika, wewe ni aswi, wewe ni fasik, ni fajir, wewe yawezekana ukawa ni mal'un kwa dhana yake. Akakudhania vile na akakutangaza ikiwezekana kwa watu, akutangaze ulimwenguni, wala usihangaike kusahihisha dhana yake. Hautaweza. Ukihangaika kusahihisha dhana yake hautaweza, zaidi ya kuongeza chuki na baghdha, chuki na ugomvi. Lakini kinachotakana kwako wewe, kama mtu amefikia hivyo,
Usihangaike kusahihisha dhana yake. Akrim, ikifika mahala man akramaka fa akrimuhu, atakaye kukirimu na we mfanyie ikramu. Hii ndiyo tiba yake. Akikutendea wema mtu kakukirimu, na wewe mkirimu. Wa man istakhaffa bika fa akrimu nafsaka min an, atakaye kupunguzia hadhi akakuchafua kakutaja kwa mabaya, wewe ikirimu nafsi yako, iheshimu nafsi yako wewe. Usihangaike na yeye, heshima yako itarudi. Heshimu nafsi yako wewe, achana na yeye. Ipo siku Allah atairejesha ile heshima kwako wewe, baada ya wewe kujitambua na kukirimu nafsi yako na kuiheshimu nafsi yako. Ndugu zangu katika imani, Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala anatuambia ridha nas ghayatu la tudrak, kuwaridhisha wanadamu hawa viumbe ni lengo lisilofikiwa na yoyote yule. Huwezi ukamridhisha binadamu, fanya kwa kumridhisha Allah. Allah mwenyewe atakuletea watu watakaye kuridhia wewe. Wa madhalik yaqulu ahadu shuara, mmoja katika watu wa mashairi na hikma amewahi kusema, idha anta akramta alkarima malaktahu, ukimkirimu mtu mwema utammiliki. Ukimfanyia wema aliye mwema, ukamfanyia ikramu, utammiliki. Utammiliki vipi? Kwa sababu tabia za wanadamu huwa zinapenda akitendewa wema alipize wema. Kwa ukimtendea mtu wema utakuwa umeshammiliki tayari. Moyo wake umeuchuma, umekuwa kwako, mutaallaqun bika, atafungamana na wewe, kwa sababu tabia za wema. Ukimtendea mtu wema anajitahidi alipe ule wema. Kwa hiyo utakuwa umemmiliki huyu mtu. Mkirimu ukamfanyia ikrabu mtu muovu, tamarrada, anakukimbia, bali anakupiga vita, bali anakuchafua, kwa sababu umemkirimu aliye muovu. Kwanza ukimtendea wema anaona huyu amenitendea tu kwa sababu amekosa mahala pa kupeleka, ndio maana ameniletea mimi. Ukimsemesha maneno mazuri anaona huyu ananisemesha tu maneno mazuri ili achukue changu, wala hana lolote huyu. Ukimpa wewe anaona amekosa pa kupeleka, kwanza ameona limeanza kuharibika kaniletea mimi. Idha anta akramta al-laima tamarrada, ukimkirimu mtu muovu anazidisha uovu. Kwa hali hiyo sasa, takhayal, nikupe mfano mmoja. Takhayalu annaka qad ladaghaka thu'ban, jalia wewe umeng'atwa na nyoka, labda kwenye shughuli zako ukapita kwenye majani, nyoka kakung'ata. Baada ya kung'atwa na nyoka, fabadala an tas'afa nafsaka wa tusira lililaji asum, badala ya wewe kufanya haraka kuiokoa nafsi yako, kukimbilia kwenda kutibu ile sumu iliyoingia kwenye mwili wako ya nyoka itoke ili usalimike, bada'ata tanshaghilu bimuhawalati al-imsaku thuban, wewe unaanza kujishughulisha kumkamata yule nyoka. Badala ya kukimbia ukapate matibabu, umeng'atwa na nyoka, wewe unaanza umkamate yule nyoka ili umueleze, litafahama, ili umfahamishe, limadha ladaghak, kwa nini umening'ata wewe nyoka, walituthbita lahu annaka kunta la tastahiqu ladgha, na ili umthibitishie yule nyoka kwamba wewe ulikuwa haustahiki kung'atwa na yeye, kwamba wewe nyoka umenikata kimakosa, umening'ata kimakosa. Nafsiyan al-ifratu fil fahmi wat tabrir, wewe kukimbilia kufahamika kwa yule nyoka na kujitakasa kwake kwamba wewe ulikuwa huna haja ya kuning'ata, hii inapelekea qad yatahawalu ila aliya taakhiru shifa, inaweza ikakupelekea wewe ukachelewa kupona. Wa qad yufsidu jasadak, na inaweza ikawa ni sababu ya kuharibika mwili wako baada ya kwamba umeingiwa na sumu ya nyoka. Kwa kawaida mtu aking'atwa na nyoka anakimbilia kwenye matibabu,
atafute kwanza huduma ya kwanza bila ya kutafuta huyo nyoka yuko wapi. Kwa hali hiyo basi tunasema hivi, laisa kullu adha yahtaju tafsira, sio kila maudhi yanahitajia ufafanuzi wake. Mtu amekukosea, kakuvunjia heshima, kakutia maudhi chungu mzima, hakuna haja ya kuanza kumuuliza kwa nini umenifanyia hivi. Laisa kullu adha yahtaju tafsira, sio kila maudhi yanahitajia wewe upewe tafsiri yake na upewe bayana yake. Wala kullu jurhin yahtaju niqash, na wala sio kila jeraha unalotendewa na mtu linahitajia mjadala. Mtu kakujeruhi, hakuna haja ya mjadala, wewe tibu jeraha, achana na mijadala. Laisa kullu jurhin yahtaju ila niqash. Ahyanan, wakati mwingine, alhikma laisa fil fahm bal fi inqadhi nafsaka awwalan. Wakati mwingine hikma kubwa haiwi katika wewe kutaka kufahamu na kujua kwa nini, imekuwaje, sababu nini, chanzo nini. Wakati mwingine halihitajiki hili, bali okoa nafsi yako kwanza, mengine yatafuata baadaye. Okoa nafsi yako, kisha mengine yatafuata baadaye. Angalia, baadhi ya wema walotangulia wanatuambia hivi, kullu ma tarahu fi tabai alhayawanati tujadu fi nasi kadhalik. Kila unavyoona wewe kwenye tabia za wanyama na wadudu na mfano wake, kadhalika tabia hizo unazoziona kwa wanyama zinapatikana hata kwa wanadamu. Kuna watu tabia zao ni kama ng'ombe, kuna watu tabia zao ni kama fisi, kuna watu tabia zao ni kama nguruwe, kuna watu tabia zao ni kama simba, kuna watu tabia zao ni kama chui, bali kuna watu tabia zao ni kama nzi. Kila unazoona kwenye tabia za wanyama na viumbe wenginevyo, kadhalika tabia hizo zinapatikana kwa wanadamu. Angalia, nikupe baadhi ya visa. Fabadhu nas fi tabai kalqurud, baadhi ya watu katika tabia wanafanana na nyani. Idha taswalahu akalu zar'a, nyani wakipendana na wewe umelima shamba lako karibu na pori la nyani, wakipendana wale nyani wataalikana kwenda kula mazao yako shambani. Utakuta mahindi yamefyekwa, yamemalizika, kama ni miwa imeliwa, kwa sababu wamependana, wamesuluhishana, wamepatana. Watafuatana, wataalikana, wataenda kula mazao ya watu, kwa sababu wakati ule wamependana. Wa idha tashajaru, na tabia ya nyani pia vile vile, wakigombana afsadu zar'a, wanaharibu mazao. Yale mazao watavunjavunja, watakatakata, watapigiana, itakuwa ni fimbo za kupigiana kwao. Pale walipokuwa wamependana, waliharibu mazao ya watu kwa kula. Pale walipokuwa wametofautiana, wamegombana, wanaharibu mazao ya watu kwa kuvunjavunja na kupigiana. Yaani hakuna mahala penye afadhali. Ndiyo tabia za watu. Kuna baadhi ya watu ukimpenda unaumia, akiwa ni rafiki yako anakuumiza, lakini pia akiwa ni adui yako anakuumiza pia. Yaani kwa namna yoyote anakuumiza. Tabia zao zinafanana na nyani watu hawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wana tabia kama hizo. Lakini wa baadhuhum mithla dhubab, baadhi ya tabia za watu zinafanana na tabia za nzi. Hawa nzi wachafu hao wanaokula na vinyeshi hao. Baadhi ya tabia za watu wanafanana na hivyo, ambayo sasa la yatba'una illa amakinil juruhi wan natina liyufsidu bika au yuzidu liyazdadu bika alaman ala alamil mawjuda. Baadhi ya watu tabia zao ni sawa na nzi. Wewe una mwili ni mkubwa, lakini nzi anakuja kutua mahala kwenye kidonda, ili akung'ate hapo kwenye kidonda,
akuongezee maumivu baada ya kwamba kidonda chenyewe kilikuwa kinauma. Anakuongezea maumivu juu ya maumivu kwenye jeraha. Mwili ni mkubwa, lakini anatafuta mahala penye jeraha, ndiyo mahala anaenda kung'ata yeye ili yakuzidishie maumivu. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wakiona mwenzake ameumia mahala, mwenyewe anaenda kuongezea maumivu ili aumize zaidi mahala penye maumivu. Hawana huruma watu hao. Tabia zao ni sawa na dhubabu, sawa na nzi. Mahala penye maumivu ndo mahala pa yeye kushambulia. Wama dhalik wa baadhuhum kam wa kam minan nas, ni wangapi na ni wangapi katika watu, adkhalana fil alami baada ikramina wa ihsanina ilayhim, ni wangapi katika watu wametuingiza kwenye maumivu baada ya kuwafanyia ikram na baada ya kuwatendea ihsani, lakini wanakuja wanatuumiza kwenye ihsani tulowatendea. Wangapi ulowatendea wema wewe wakakuibia? Wangapi ulowatendea wema wewe wakakuchafua? Wangapi ulowatendea wema wewe wakaharibu cha kwako? Kam wa kam, ni wangapi na ni wangapi? Niwapeni kisa kimoja. Kuna baadhi ya watu kama tulivyosema, tabia zao zinafanana na za fisi, adhabu, zinafanana na za fisi. Kuna kisa kimoja cha Ummu Amir, wanamuita Waarabu Ummu Amir. Ummu Amir ni nani? Ummu Amir ni fisi. Wasema hivi, yuhka anna jama'atan min al-arab, inasimuliwa kwamba kuna kikundi cha Waarabu, kharajat lisayd, walitoka kwenda kwenye mawindo, wameenda kuwinda. Fa'aradat lahum untha dhabu, katika mawindo akajitokeza fisi jike. Fatwaraduha, wakaanza kumfukuza yule fisi. Wakana al-arab yutliquna bi Ummi Amir, na Waarabu wakati ule walikuwa wanamuita fisi ni Ummu Amir. Wakana yaumiha aljawu shadidul har, ile siku ilikuwa ni siku ambaye ni ya jua kali limewaka sana, ni joto kali sana. Faltajaati adhabu ila baiti rajuli a'rabi, yule fisi alipoona amekaribia kukamatwa na anafukuzwa, akaenda akakimbia akaingia kwenye nyumba ya mmoja katika Waarabu wa shamba kule Mbedui, akaingia ndani ya nyumba yake. Falamma raaha, alipomuona yule jamaa baada ya fisi kuingia kwake, akamuona yule fisi amechoka na jua ni kali na anafukuzwa, akamuonea huruma. Baada ya kumuonea huruma, basi akaona atani mustajira, huyu fisi amekuja kwangu, anataka hifadhi, anataka nimuokoe asiuawe na watu. Alichokifanya, fakharaja shahiran saifahu, akatoka na upanga wake, akautoa ule upanga. Wasaala alqaum, akawauliza wale walokuwa wakimfukuza yule fisi, ma bikum, mwatafuta nini? Faqalu, wakasema wakamwambia hivi, twaridatana nuriduha, tunakiwindwa tunakifukuza, kimeingia kwako tunakitaka. Faqala al-a'rabi, huyu mbedui akasema, ambayo tayari ameingiwa na huruma kwenye moyo wake, amemuonea fisi huruma, akasema, innaha qad asbahti fi jiwari, huyu fisi ameingia kwenye himaya yangu, kwa hiyo nina haki ya kumlinda. Hamtoweza kumfikia huyu fisi na mkamuua, muda wa kuwa upanga uko kwenye mkono wangu. Tapambana na kila mmoja wapo atakayetaka kumshambulia huyu fisi mpaka nihakikishe huyu fisi amesalimika. Amekuja kutaka hifadhi kwangu, amekuja kutaka msaada kwangu, amekuja kutafuta uokovu kwangu. Fansarafa alqaum, watu wakaondoka, wakaona kuna haja ya kupigana na mtu na wakati huyu ni fisi tu, ni mnyama bwana. Wakaondoka. Wanadhara al-arabiyu ila Ummi Amir fawajadaha jai'a,
Yule mbedui akamuona huyu fisi ana njaa, anahitajia kula na kunywa, basi fahalabat laha shata, akamkamulia maziwa ya wanyama wake akamnywesha. Waqaddama laha alhalib, akampa yale maziwa. Fasharibat hatta irtawa, yule fisi akanywa akashiba. Wa at'amaha, na akamlisha yule fisi. Hatta shabi'at, mpaka akashiba. Wa adat alafia, yule fisi akarudi katika hali ya kawaida ya afya. Wa asbahati fi wafir alafi alsiha, yule fisi akawa na afya nzuri na akawa na nguvu. Wa fi layl, akamtendea wema mkubwa sana, lakini akasahau kwamba huyu ni hayawanu muftaris, huyu ni mnyama huyu wa kuwinda hata wanadamu, amejisahau hilo. Wa fi layl, wakati wa usiku, nama al-a'rabi murtaa albal, akalala huyu jamaa akiwa moyo wake umekunjuka. Fari'an bima fa'ala lidhab'i, akiwa na furaha vile alivyomkirimu yule fisi. Min ihsani, kwa kumtendea wema. Lakini wakati huo, bifitratiha almuftaris, kama ilivyo tabia ya fisi huwinda. Nadharat ilayhi wa huwa naim, usiku fisi akamtizama yule jamaa, akakuta jamaa amelala. Thumma inqadat alayhi wa baqarat batnahu wa shariba damaha wa akala ba'd al-lahm. Wakati wa usiku alipoona jamaa amelala, yule fisi akamnyemelea taratibu, akaenda akamshambulia na makucha yake, akamtoboa tumbo lake, akanyonya ile damu yake, akala na baadhi ya nyama. Jamaa akawa amekufa. Faharabat, yule fisi akakimbia kaenda zake, kakimbia kaenda zake. Jamaa kauawa na fisi baada ya kumtendea wema. Fisi kakimbia zake. Wa fi sabah, ulipofika wakati wa asubuhi, hina ma aqbala ibnu ammi al-arabi yatlubu, ndugu yake akasema ngoja nikamtembelee kaka yangu nione ameamkaje. Anafika pale, fawajada maktula, akakuta ameuawa, amekufa. Wa alima anna al-fa'ila hiya ummu Amira, akaona huyu hakuna aliyemuua isipokuwa ni yule fisi alomkirimu. Faktafa atharaha hatta wajadaha, akaanza kufuatilia miguu, nyayo zilikoenda mpaka akamkuta yule fisi. Faramaha bisahmin, akamrushia mshale, akampiga na mshale, akamwangusha chini, akawa amekufa yule fisi pia. Akaimba maneno ambayo ni mashuhuri. Maneno haya yanatumiwa na Waarabu, wala tunsa, hayatosahauliwa ila qiyami saa. Yanasemwa maneno haya mpaka siku ya kiyama. Yanasemwa hivi akasema haya maneno akisema hivi: wa man yasna'il ma'rufa fi ghairi ahlihi yulaqi alladhi laqa mujiru ummu Amir adama laha hina istajarat biqurbihi ta'aman wa albanan lilqadhi da'ira fasammanaha hatta idha ma takamalat farasatuhu bianyabi laha wa adhfari faqul lidhawil ma'rufi hadha jaza man bada yasna'u al-ma'rufa bighairi shakirin. Akasema maneno haya, wa man yasna'u al-ma'rufa fi ghairi ahlihi, atakayetenda wema akawatendea wasiyestahiki kutendewa wema, yulaqi alladhi laqa mustajiru ummi Amira, atakutana na yale aliyekutana nayo huyu alomtendea wema fisi. Adama laha hina stajarati biqurbihi, alimkumbatia yule fisi, akamlea, akamweka karibu, akamlisha. Ta'aman wa albana lilqad'i da'ira, akamlisha chakula, akamnywesha maziwa ya familia yake ambaye pengine watoto wake wangekunywa, akamlisha nyama ambaye pengine familia yake wangekula ile nyama, akamkirimu fisi. Asema samanaha hatta idha mata malakat mata kamalat, akamtunza nyumbani kwake mpaka akapata nguvu. Farasathu bianyaban laha wa adhfara, akamshambulia kwa meno na kwa kucha zake. Faqul lidhawil ma'rufi hadha jaza, waambieni wenye kutenda wema haya ndiyo malipo.
man bada yasna almarufa bighairi shakirin, kwa yoyote anayetenda wema anamtendea yule asiyeshukuru. Usimtendee wema asiyeshukuru. Ndugu zangu katika imani, mmoja katika wasemaji akasema usimtendee wema asiyeshukuru. Udu rabbakum antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'i al mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Usikum marratan thaniya thumma uswi nafsi bitaqwa Allahi subhana wa laqad faza wa najal muttaqun. Nikuhusieni kwa mara ya pili na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu alqa'il, anasema msemaji mmoja, kun kannakhili anil ahqadi murtafi'an bitawbi yurma fayarmi atyabi thamar. Ishi wewe kama mtende. Wewe ishi kama mtende. Ule mtende unatoa matunda yake yako juu, watu wanaurushia mawe, alafu wenyewe badala ya kuteremsha mawe unateremsha tende. Kila unaporushiwa mawe wenyewe unateremsha tende, watu wanakula tende. Kuwa kama mtende, pindi ukirushiwa mawe majawabu yake zinarudi tende, watu wanakula. Kwa kuwa sawa na mti wa matunda, pindi unaporushiwa mawe wenyewe unashusha matunda badala ya mawe. Unarushiwa jiwe moja, alafu unateremsha matunda 10 mpaka 15 mpaka 20 kwa jiwe hilo moja. Kuwa mfano huu, walakin kun hadhiran, uwe na tahadhari na watu. Ni yupi wa kutendewa hayo, ni yupi si wa kutendewa hayo. Idhan kun khaluqan tanalu dhikran jamila, kuwa ni mwenye tabia njema utapata utajo mzuri katika ardhi. Walakin kun hadhiran ma'an nas, kuwa na tahadhari na watu. Wanakuambia hivi, la takun mithla ma an-nahar, usiwe mfano wa maji ya mto, yashrabuha kulla mar, ambaye anapita kila mwenye kupita pale anakunywa. Usiwe sawa na maji ya mto, yashrabuha kulla man yamurru bi, anakunywa kila anayepita kwenye mto ule. Walakin kun kama al-bahr, lakini ishi kama maji ya bahari, la yashrabuha illa ghariqu fihi, hakuna wakuyanywa yale maji ya bahari isipokuwa aliyezama kwenye maji hayo. Maji ya bahari yanayofahamika ni maji ya chumvi. Hakuna anayethubutu kunywa maji ya chumvi kama yale isipokuwa yule aliyeangamia kwenye ile bahari. Kwa hiyo yeye amekuwa ni sehemu ya bahari. Kwa unapomtendea mtu wema, hakikisha huyu anastahili kutendewa wema, na hata akitendewa wema atarudisha shukurani. Akipitiwa na baadhi ya dhurufu, la'alla Allah subhanahu wa ta'ala yunqidhu, yawezekana Allah atamuokoa na zile dhurufu, ipo siku atakutendea wema kadhalika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wafiqna ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.